Kwa kutokana na kujua kwamba huu mradi ni very potential kwao, wanaishi pamoja, wanasaidiana mawazo ni jinsi gani tusonge mbele kwa ajili ya kutunza amani yao wenyewe, lakini amani ya nchi, wakitambua kuwa katika kila kitu wanachokifanya pasipokuwa na amani hakuna chochote kile kinachoweza kuendelea. Matarajio yetu baada ya huu mradi, na maana tayari mbegu kubwa imeshapandwa katika vijana wetu. Kwa hiyo tunachotarajia ni sisi kile ambacho tumekuwa tukifanya kiweze kuendelea kizazi hadi kizazi, na maana hizi klabu katika mashule yetu lazima ziendelee. Zitaendeleaje? Kwa sababu sisi ndo walezi, tutaanza kurithishana. Kwa kizazi kinachokuja, kidato kinapoisha, tunaongeza vijana wengine. Ile miradi yetu ambayo tumeitengeneza ya kuendeleza klabu katika shule zetu lazima iendelee, ili kila mmoja anayekuja, kila mwanafunzi anayekuja au jamii waendelee kutambua umuhimu. People from Mozambique, Kenya, Tanzania, they are here all together to do these 2 days of activities, of exchange, of dialogue, of showcases, and these are very good opportunities for them, because this is the dialogue between countries, and we are very happy as CEFA to have hosted this event here in Tanzania, and I think it's something that the students and also the teachers that are here will remember for all their life. So we are very happy, and I think also the students are happy too. Amani Club kwangu binafsi imenifundisha mambo mengi. Mara kwanza nilikuwa nadhani hii club it's all ni ya tu kutoka hivyo tu, ni club tu kama hizi club nyingine kina debate nini, but nimekuja kujua as in, it's not only see about that club, yani si kuhusu hiyo club peke yake, it teaches a lot. Mradi wa kujenga amani nimejifunza mengi tu. Nimejifunza kwamba ni mradi ambao unahamasisha vijana kwa pamoja, mradi ambao unaleta maendeleo kwa jamii. Hususan leo tumeweza kufika Dar es Salaam, tumekuta shule mbalimbali, wanagenzi mbalimbali, tumejifunza mengi kuhusu amani. Kitu ambacho nimekikamata kabisa na ambacho napeleka kwetu nyumbani ni kuhakikisha kwamba tunaweka vikao vya juma hadi juma, kutembelea majirani, kuwaeleza tu kwamba tudumisha amani, sije tukaribu mfumo wa maisha, kwa sababu yalizungumzwa tu kwamba amani huanza na tabasamu, na kuna mambo ambayo yanakata amani, kwa mfano labda vipanga.